mashariki, uishi visiwani mama, una utamu wake. Naam, hayo ni maneno ya mwimbaji nguli wa zamani marehemu Ndala Kasheba, na wala hakukosea. Unapopita katika mitaa ya Zanzibar kwa leo, unakutana na Zanzibar yenye kila aina ya fursa na mwonekano wenye kupendeza kwa kila ikanyagae. Inatupa furaha kuona tuliamua kufunga mkanda pamoja kupiga hatua za maendeleo. Tukajiwekea malengo kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 hadi 2025, ambayo imetekelezwa kwa kishindo katika kipindi cha miaka 5 chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua kwa kasi kutoka 1.3% mwaka 2020 hadi kufikia 7.4% mwaka 2024. Pato la taifa GDP at current price limekuwa kutoka bilioni 4,780 mwaka 2021 na kufikia thamani ya shilingi bilioni 6,572.6 mwaka 2024. Vile ukusanyaji wa mapato ya ndani umeimarika kutoka trilioni 0.856 mwaka 2020-2021 na kufikia shilingi trilioni 2.104 mwaka 2023-2024, ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 1.248, sawa na ongezeko la asilimia 145.7. Ukuaji wa uchumi na ongezeko la pato halisi la taifa kwa kipindi cha miaka 5 ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi umechangiwa na kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato na usimamizi wa matumizi ya serikali na kuimarika kwa sekta ya huduma, kuimarika kwa shughuli za uwekezaji, kuongezeka idadi ya watalii waliotembelea Zanzibar, pamoja na kuwepo kwa hali ya amani na utulivu nchini. Bajeti ya serikali imeongezeka kutoka trilioni 1.85 mwaka 2020-2021 na kufikia shilingi trilioni 5.18 kwa mwaka 2024-2025, sawa na ukuaji wa asilimia 228. Mabati yalisimamishwa, mabati yameshushwa na mkasi unafanya kazi yake. Kinachoonekana ni neema tupu inayoakisi kesho yenye tumaini na shauku ya kila Mzanzibari wa leo na kesho. Afya ni neema. Mtu mwenye afya njema huwa na nguvu ya kujitafutia riziki ya halali na kutimiza wajibu wa kiroho. Sisi Zanzibar hapa hatuna hospitali ya rufaa ya kisasa. Upasuaji wa aina zote ufanyike hapa hapa. Ndio lengo langu, na tutakwenda huko na tutafika inshallah, Mwenyezi Mungu atatusaidia. Njia ya kwanza ya kupambana na umasikini ni kuondoa ujinga. Namna ya kuondoa ujinga ni upatikanaji wa elimu bora. Na elimu bora hupatikana kwa kutegemea mazingira bora ya uelimishaji, ili maarifa yalete utulivu na mitazamo thabiti yenye tija ya kuchangiza maendeleo yatakayofuta kabisa umasikini. Elimu ni miongoni mwa sekta zilizopewa kipaumbele na serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo kwa kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake bajeti ya sekta ya elimu imeongezeka kutoka bilioni 265.5 kwa mwaka 2021-2022 hadi kufikia bilioni 830 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la asilimia 212.6. Ongezeko hilo limewezesha bajeti ya maendeleo ya elimu nayo kuongezwa kutoka bilioni 19.4 mwaka 2020-2021 hadi kufikia bilioni 518 mwaka 2024-2025. Miundombinu ya elimu imeboreshwa kwa ujenzi wa skuli 149 za maandalizi, msingi na sekondari zenye madarasa 4810, zikiwemo skuli 60 za ghorofa. Baadhi ya skuli hizo ni pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan, Salim Tuki, Jendele, Mtopepo, Tumbatu, Kojani,
Hemedi na skuli ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Skuli hizo pia zimehusisha miundombinu ya kisasa ndani yake, zikiwemo maabara za kisasa, maktaba zenye ubora wa hali ya juu, vyoo vya kisasa vinavyoendana na mazingira halisi ya wanafunzi, kompyuta za kusomea, sambamba na ofisi za walimu. Watoto wenye mahitaji maalum hawakusaulika, ambapo wamewekewa mazingira mazuri ya wao kujifunzia kwa kujengewa skuli maalum. Skuli hizo ni pamoja na Jendele Unguja na Pujini Pemba kwa bajeti ya shilingi bilioni 8.7. Vitendea kazi na vifaa vya kujifunzia kwa wanafunzi vikanunuliwa na kusambazwa katika skuli Unguja na Pemba. Miongoni mwa vifaa hivyo ni kompyuta 1500, laptopu 500, vishikwambi 6193 na projekta 500. Serikali imewazawadia laptop wanafunzi 4750 waliofanya vizuri katika mitihani yao ya kidato cha 4 na 6. Rais Dr. Mwinyi ametoa ajira mpya 3531 za walimu, huku bajeti ya elimu ya juu ikiongezeka kutoka bilioni 11.5 mwaka 2021-2022 hadi kufikia bilioni 33.4 mwaka 2024-2025. Hii imesaidia ongezeko la wanafunzi wanaopatiwa mikopo ya elimu ya juu kutoka wanafunzi 4045 hadi wanafunzi 11495, ikiwa imevuka shabaha ya ilani kwa asilimia 164. Nia njema hairogwi. Rais Dr. Mwinyi amefanikisha ununuzi wa seti ya viti na meza 115,015 pamoja na ujenzi wa dahalia zaidi ya 19 katika kipindi kifupi, jambo ambalo halikuwahi kutokea katika historia ya Zanzibar. Kiwango cha uandikishaji wa wanafunzi wa skuli za msingi kimeongezeka kutoka asilimia 83.9 mwaka 2019 na kufikia asilimia 103.8 mwaka 2025. Vile vile kiwango cha ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha pili umeongezeka kutoka asilimia 76.8 mwaka 2020 hadi kufikia asilimia 84.4 mwaka 2024. Kwa upande wa kidato cha 4, kiwango cha ufaulu wa wanafunzi kimeongezeka kutoka asilimia 66.3 mwaka 2021 hadi asilimia 82 mwaka 2024. Kwa kidato cha 6 ufaulu umeongezeka kutoka asilimia 98.8 mwaka 2021 na kufikia asilimia 99.9 mwaka 2024. Mchango wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika sekta ya elimu ni mkubwa, kwani amefanikisha kuvuka lengo la ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 kwa asilimia 184 mpaka sasa. Maji ni uhai. Ya kumtoa mama ndoo kichwani imekuwa sio tu kauli, bali uhalisia unaoshuhudiwa na wananchi wa Unguja na Pemba, ambapo wamefanikisha kuimarisha huduma za maji katika shehia zote 388 za Zanzibar kwa ujenzi wa matangi na ulazaji wa mabomba. Penye nia pana njia. Serikali imeimarisha huduma za maji safi na salama katika shehia zaidi ya 36 za wilaya ya Magharibi A na B na shehia za wilaya ya Kati Unguja kupitia mradi wa uishaji na uimarishaji wa huduma za maji safi na salama Zanzibar unaofadhiliwa na benki ya Exim ya India kwa dola za Kimarekani milioni 92.2. Mradi unaohusisha uchimbaji wa visima 62 na ulazaji wa mabomba kilomita 449.93 kwa asilimia zaidi ya 100. Uimarishaji wa huduma ya maji mijini na vijijini Unguja na Pemba kupitia mradi wa ahueni ya uviko 19 kwa gharama ya bilioni 34.2 ambao unanufaisha shehia 96 za Unguja na Pemba kwa uchimbaji wa visima 38 na uendeshaji wa visima 36 kongwe kwa asilimia 100. Ujenzi wa matangi 15 umekamilika kwa wastani wa asilimia 100 pamoja na ulazaji wa mabomba kilomita 199.42 na umekamilika. Kutembea umbali mrefu kufuata maji safi na salama, kusubiri muda mrefu kwenye msururu wa kuchota maji miferejini, kwa sasa imebaki kwa hadithi za kale, kwani Dr. Mwinyi amehakikisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa asilimia 88.22. Hata hivyo, ujenzi wa visima 8 umekamilika
na vina uwezo wa kuzalisha maji lita 890 kwa saa moja na kujaza tangi la Masangini lenye uwezo wa lita milioni 14 na kuhudumia wananchi wa wilaya Magharibi A Unguja. Hali ya uzalishaji wa maji inaendelea kuimarika siku hadi siku, ambapo kukamilika kwa miradi hii kunawezesha uzalishaji wa maji wa lita milioni 8,747,510 kwa saa moja. Kufuatia juhudi na mchango wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha Zanzibar inaimarika kwa uwekezaji wa huduma za maji safi na salama, wadau wa sekta hiyo wakamtunuku tuzo ya kimataifa ya mabadiliko ya sekta ya maji ambayo ililetwa Machi 22 mwaka 2023 jijini New York wakati wa mkutano wa maji wa Umoja wa Mataifa. Bila shaka historia ya Zanzibar haitasahau zama hizi za mabadiliko ya kweli, ambapo huduma ya maji imekuwa huduma ya msingi kwa kila mwananchi na kuwa kichocheo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ukuaji wa kiuchumi na kuboresha huduma za kijamii. Hivyo kuwepo kwa maendeleo kunategemeana na uwepo wa nishati ya uhakika. Serikali ya awamu ya 8 kwa kipindi kifupi imefanikiwa usambazaji wa huduma za umeme katika vijiji 230. Miundombinu na mawasiliano ya uhakika ni muhimili wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa kuwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ana majibu ya maswali lukuki, amefanikisha kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM kwa kuiunganisha na kuileta Zanzibar pamoja, kwa kuimarisha, kuboresha na kujenga upya barabara kwa zaidi ya kilomita 500. Amefanikisha ujenzi wa barabara za mjini zenye urefu wa kilomita 100.9 ambapo ujenzi wake umefikia zaidi ya 70% ya utekelezaji. Ujenzi wa barabara za ndani zenye urefu wa kilomita 275.9 Unguja na Pemba umefikia zaidi ya 71, pamoja na ujenzi wa barabara kuu zenye kilomita 277 Unguja na Pemba. Miongoni mwa barabara hizo ni barabara ya Dumbi hadi Tunguu, Wete hadi Chake. Barabara nyingine ni pamoja na barabara ya Micheweni, barabara ya Shumba mjini, barabara ya Ukutini Utanguni, barabara ya Charawe hadi Ukongoroni, Amani hadi Kiembe Samaki na uwanja wa ndege hadi Mnazi Mmoja. Serikali imeendelea kuimarisha mtandao wa barabara na kufikia kilomita 1084 kati ya kilomita 1344 sawa na 80%. Kuimarika kwa mtandao wa barabara ni mafanikio makubwa kuwahi kutokea Zanzibar na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiuchumi. Pia serikali imeanza ujenzi wa daraja la Uzi ili kurahisisha usafiri kwa wananchi wa maeneo hayo. Ujenzi wa barabara za juu, yani flyover, ukaanza na kuendelea katika makutano ya barabara ya Mwanakwerekwe na Amani. Ujenzi wake umefikia 90%, pamoja na ujenzi wa flyover katika makutano ya barabara ya Amani na daraja bovu, ambapo ujenzi wake umefikia 36%. Kutoka CCM chama, sio chama kingine. Wazanzibari shangilia, shangilia Hussein Mwinyi. Sekta ya anga ni daraja linalounganisha mataifa. Kupitia sekta hii, bidhaa husafirishwa kwa kasi, abiria usafiri kwa wingi na kuchochea uchumi kusimama imara. Kwa msingi huo, serikali ya awamu ya 8 ikafanya maboresho katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheikh Abeid Amani Karume kwa kuongezewa jengo la abiria la Terminal 2 na kujengwa upya jengo la abiria Terminal 1 VIP, ambapo ujenzi wake umefikia 84%, pamoja na ujenzi wa eneo maalum la biashara. Idadi ya abiria wanaotumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume imeongezeka kutoka abiria 840,559 mwaka 2020 na kufikia 2,140,956 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 254.7%. Huku mapato ya serikali yanayotokana na uwanja wa ndege yameongezeka kutoka bilioni 11.641 mwaka 2020
na kufikia bilioni 40.209 mwaka 2024, sawa na asilimia 245.4. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Aman Karume umepanda hadhi ya kimataifa kutokana na wingi wa abiria na huduma bora zinazotolewa na kupelekea kupata tuzo ya kuwa kiwanja bora barani Afrika kinachohudumia abiria wastani wa milioni 2 kwa mwaka 2023. Dr. Mwinyi amefanikisha kuimarisha maeneo huru ya kiuchumi kwa kuanza ujenzi wa Logistic Park katika maeneo huru ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Aman Karume kwa kujenga maghala matatu, kuweka barabara zenye viwango vya hali ya juu pamoja na ujenzi wa migahawa. Serikali imekamilisha taratibu zote za awali za utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Pemba na unajengwa kwa gharama za euro milioni 170. Dr. Mwinyi ndani ya uongozi wake amefanikisha kuanza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani, uimarishaji wa bandari ya Mkokotoni, uimarishaji wa bandari ya Mkoani, ujenzi wa bandari ya Shumba mjini, ujenzi wa bandari ya Wete, uimarishaji wa bandari ya Wesha na uimarishaji wa bandari ya Malindi. Serikali imefanikisha ujenzi wa bandari kavu ya Maruhubi yenye mita za mraba 20,000 ambayo imeanza kutoa huduma na kupunguza gharama kwa serikali na wananchi. Hata hivyo, ujenzi wa bandari ya Fumba umekamilika na kuanza kutoa huduma. Hata hivyo, bandari ya Mkoani kisiwani Pemba tayari imeanza kupokea meli kubwa za makontena kutoka nje ya nchi na kupunguza gharama kwa serikali na wananchi kupitia upatikanaji wa bidhaa. Jitihada zinazofanywa na serikali zimepelekea kupungua kwa muda wa meli kusubiri ukutani kutoka siku 40 mwaka 2021-2022 hadi kufikia siku 4 mwaka 2024-2025, pamoja na kupungua kwa idadi ya siku za kuegesha meli za mizigo katika bandari ya Malindi kutoka siku 7 mwaka 2018 hadi siku 4 mwaka 2025. Serikali tayari imetoa vitalu vya mafuta ambapo kwa sasa kampuni ya United Petroleum ya Baharesa na nyinginezo zimekamilisha ujenzi wa ghala za uhifadhi wa mafuta pamoja na kuweka miundombinu ya upokeaji, usafirishaji na uhifadhi wa mafuta na gesi. Wafanyabiashara wadogo na hata wakati ni nyenzo muhimu kwa maendeleo ya taifa. Uwepo wa mazingira mazuri ya wao kufanya kazi zao za kila siku unaongeza ufanisi kwa kile wanachokifanya kwa mapana yake. Maboresho yameinua ari, yameongeza kasi na matarajio yamekuwa makubwa kwa ujenzi wa masoko makubwa ya kisasa Unguja na Pemba. Baadhi ya masoko hayo ni pamoja na soko la Mwanakwerekwe lenye uwezo wa kuchukua wafanyabiashara zaidi ya 500, soko la Jumbi, soko la Chuini na Darajani. Lengo la ujenzi wa masoko haya ni kuwawekea mazingira mazuri wafanyabiashara kwa kuwaondosha katika mfumo wa magenge na kujenga masoko, ambapo ujenzi wa masoko umekwenda sambamba na ujenzi wa vituo vya wajasiriamali zaidi ya 14 kwa Unguja na Pemba. Hii ni utekelezaji wa ahadi alizoahidi wananchi wakati wa kampeni. Serikali chini ya Rais Dr. Mwinyi imefanikiwa kuboresha huduma za kijamii kwa ujenzi wa vituo vikubwa vya daladala. Baadhi ya vituo hivyo ni pamoja na kituo cha daladala cha Chuini, kituo cha daladala cha Kijangwani kwa Unguja na Kinoekonde mkoa wa Kaskazini Pemba. Muungwana akiahidi utekeleza. Rais Dr. Mwinyi ametoa shilingi bilioni 60. Kati ya hizo bilioni 29 zimeelekezwa kwenye uchumi wa buluu, bilioni 16 ujenzi wa masoko na bilioni 15 zimetolewa katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Hata hivyo, mikopo isiyo na riba yenye thamani ya shilingi bilioni 35 imetolewa kwa wananchi kupitia programu mbalimbali, ambapo mikopo hiyo inawanufaisha zaidi ya wananchi 24,000 na kuzalisha ajira mpya 75,000. Hata hivyo, serikali imefanikisha kuelimisha wajasiriamali pamoja na kufanya ukarabati wa vituo 6 vya ushauri wa biashara kwa wajasiriamali na kujenga vituo 4. Serikali kupitia mamlaka za mitaa imewawezesha makundi maalumu ya wajasiriamali wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa kuwapatia shilingi bilioni 3.08. Aidha, serikali imewawezesha wawekezaji wa ndani kwa kuwapatia mikopo isiyokuwa na riba yenye thamani ya shilingi milioni 300 kwa kila mwekezaji
sambamba na kuwaunganisha wawekezaji wa ndani kuweza kutumia fursa za uwekezaji zilizopo Afrika Mashariki, jumuiya nyingine za kikanda na kimataifa. Kwa kuwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ana dira na maono, amefanikiwa kuanzisha hati fungani Sukuk, ambayo inafuata msingi wa sheria kwa lengo la kuwainua wananchi kiuchumi na kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo. Katika jamii yetu, wazee wanachukua nafasi muhimu kama wahifadhi wa hekima, utamaduni na maadili. Wazee si tu wahifadhi wa historia, bali pia ni waalimu wa maisha kwa vizazi vijavyo. Kwa kulitambua hilo, Rais Dr. Mwinyi katika kipindi cha uongozi wake amefanikisha kuongeza pensheni jamii ya wazee kutoka 20,000 hadi 50,000, sawa na 150%. Sambamba na hilo, Rais Dr. Mwinyi ameongeza wazee wa staff pension kwa 100%. Katika kipindi kifupi cha uongozi wa Rais Dr. Mwinyi, amehakikisha wazee wanapatiwa huduma za msingi bila ya usumbufu kwa kuwatengenezea vitambulisho ambavyo vinawapa unafuu wazee katika kupata huduma za kijamii kama vile usafiri, viwanja vya burudani na huduma za afya. Kwenye makazi nako, serikali inaendelea na juhudi zake za kuboresha makazi ya wananchi, na vile ujenzi wa awali wa nyumba 3,000 katika eneo la Chumbuni tayari umeanza kwa hatua ya awali, ambapo kwa awamu ya kwanza mradi utahusisha ujenzi wa nyumba 1,095. Miundombinu thabiti ya mahakama ni msingi wa haki na utawala bora. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imehakikisha inaendelea uimarishaji wa miundombinu ya ujenzi wa mahakama za mkoa na wilaya zote Unguja na Pemba, ambapo hatua za ujenzi wa mahakama hizo umefikia wastani wa 96%. Ujenzi wa mahakama hizo ni pamoja na mahakama ya mkoa Mazizini, mahakama ya mkoa Tunguu, mahakama ya mkoa Pale, mahakama ya mkoa Kisakasaka, mahakama ya wilaya Mkoani, mahakama ya wilaya iliyopo Konde, mahakama ya mkoa iliyopo Kinyasini na mahakama jumuishi Pemba. Kwa tayari visiwa 17 kati ya 21 vimewekezwa kwa dola za Kimarekani milioni 377 na laki 5. Kutokana na michezo si tu burudani, bali ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jamii ya kisasa. Sekta ya michezo kwa sasa inachukua nafasi muhimu zaidi ya hapo awali, ikiwa ni chombo kikuu cha kuunganisha jamii, kukuza afya na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi amehakikisha Zanzibar inakuwa katika ramani ya michezo duniani kwa kuruhusu mchezo wa ngumi za kulipwa kuchezwa Zanzibar baada ya katazo kwa zaidi ya miaka la miongo 4, ambapo kwa sasa mchezo huo umekuwa pendwa na kuzalisha ajira kwa vijana. Aidha, ameanzisha na kukamilisha ukarabati wa uwanja wa Amani kuwa uwanja wa kisasa, ambapo umesheheni miundombinu mpya na ya kisasa, ikiwemo viwanja vya ndani na nje, ambapo ukarabati huo umegharimu jumla ya shilingi bilioni 55. Uwanja wa New Amani Complex umeanza kutumika katika mashindano makubwa Afrika, ikiwemo mechi za CAF Federation, na hata hivyo Rais Dr. Mwinyi amefanikisha ukarabati wa uwanja wa Gombani Pemba kwa uwanja wa kisasa. Rais Dr. Mwinyi amefanikisha ujenzi wa viwanja 17 vya mkoa na wilaya, ambapo vipo katika hatua mbalimbali ya ujenzi simamiwa na Sekafa yaliyofanyika Uganda 2023 na kuweza kuleta heshima kubwa Zanzibar. Sambamba na hilo, timu ya Zanzibar Heroes ikatoa ubingwa wa Mapinduzi Cup mwaka 2025 na kuzawadiwa zawadi mbalimbali na Rais Dr. Mwinyi. Baada ya mafanikio makubwa kupitia sekta, serikali ikafanikisha kutenga shilingi bilioni 188.657 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi muhimu ya maendeleo ikiwemo uimarishaji wa viwanja vya michezo, ujenzi wa nyumba za sanaa, programu ya utoaji wa matangazo na ununuzi wa mitambo ya uchapishaji. Na ndio maana hata kwenye muziki, serikali ya awamu ya 8 imefanikiwa kununua vifaa vya kisasa vya studio Raha Leo, sambamba na kuingiza taarabu asilia kwenye urithi wa dunia.
chama tawala. Tunaye Samia, tunaye Mwinyi, tunayo CCM, tunatamba nayo. Utalii ndio sekta mama kwa uchumi wa Zanzibar, kwani inachangia pato la taifa kwa 30% na imetoa ajira rasmi 33 na ajira zisizo rasmi 66 na kuchangia pesa za kigeni kwa 80%. Katika uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, yameshuhudiwa mafanikio makubwa ambapo idadi ya watalii imeongezeka kutoka watalii 394,185 mwaka 2021 hadi kufikia 736,755 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 89.9%. Aidha, watalii milioni 2,842,886 wametembelea Zanzibar kuanzia mwaka 2020 hadi Aprili 2025. Jambo jema kuwa matumizi ya watalii yameongezeka takriban 62.65 kutoka dola za Kimarekani 257 mwaka 2023 hadi dola 418 mwaka 2025. Idadi ya siku ya ukazi kwa mtalii imeongezeka kutoka siku 7 mwaka 2022 hadi siku 8 mwaka 2025, sawa na zaidi ya 14% ya lengo la serikali. Idadi ya vyumba vya daraja la juu vimeongezeka na kufikia vyumba 5242. Katika kipindi cha uongozi Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Zanzibar imeingia katika ushindani wa visiwa bora vya utalii ulimwenguni, huku miradi ya utalii ikiongezeka kutoka miradi 995 hadi kufikia 1695. Serikali imeendelea na jitihada zake za kukifungua na kukitangaza kisiwa cha Pemba kiutalii kwa kushiriki katika maonesho tofauti ya kitalii na uwekezaji. Matamasha makubwa ya utalii kama vile Fahari ya Zanzibar, Sauti za Busara, tamasha la Kizimkazi, tamasha la vyakula vya asili pamoja na tamasha la utalii na utamaduni yamefanywa, huku yakileta tija ya wazi katika kutafsiri kwa vitendo utamaduni wa Mzanzibari. Serikali ya Zanzibar imefanikisha tafiti za ekolojia katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba ili kujua upana wa historia yake, uimarishaji wa maeneo ya mji mkongwe. Pia serikali imefanikisha matengenezo ya makumbusho mbalimbali ikiwemo makumbusho ya wanyama Unguja na makumbusho ya Chake Chake. Katika kipindi kifupi tumeshuhudia ujio wa watu mashuhuri wakiwemo waigizaji wa filamu kutoka China na India pamoja na wachezaji wa vilabu vikubwa duniani kuja kufurahia na kuwa na nia ya uwekezaji Zanzibar. Huruma naiona kwenye macho yake, ana mapenzi tele na watu wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuwa mstari wa mbele na mkombozi wa kweli katika kutatua changamoto za Wazanzibari takribani kila nyanja. Aliahidi, ametekeleza kwa kishindo ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Mambo yetu sisi hapa Zanzibar sasa hivi sio mambo ya kienyeji, viwango vya kimataifa. Waache uongo, waache unafiki, waache uzandiki, waache fitina. Watakuja kusema, leo nathubutu kusema kwamba yajayo ni neema zaidi. Ni jukumu letu sasa kuhakikisha CCM inarejea katika madaraka kwa miaka mingine 5 ili kuyaleta mengi mazuri zaidi. Jipige kifuani kwa furaha na tembea kifua mbele kama jogoo aliyeshiba mchele, kwa sababu ilani ya chama chako cha Mapinduzi imetekelezwa na Zanzibar hakuna mbadala zaidi ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. CCM oye!
Dr. Mwinyi oye! Zanzibar oye! Tunasema kule Zanzibar, uongozi wa Dr. Mwinyi ni uongozi unaoacha alama. Naomba tuseme kwenye mkutano mkuu leo, uongozi wa Dr. Mwinyi. Pandisha sauti kidogo.